Karibu kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Unaweza ukaniita Mwanaisha Pacome, Kibisawala Lukari. Karibu nikukaribishe ndani ya 6 Sports, na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukari, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa tarehe 1 mwezi wa 3 2026 kule visiwani Zanzibar, mchezo ambao unaenda kuwakutanisha wababe wa ligi kuu Tanzania bara. Hapa nazungumzia Young Africans, lakini pia anaenda kukutana na mtani wake wa jadi. Hapa namzungumzia mnyama Simba, dabi ya Kariakoo. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, timu zote mbili tayari zimeshawasili kule visiwani Zanzibar. Sasa siku hii ya leo, shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania TFF limetoa waamuzi ambao watakaoenda kusimamia mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao unaenda kufanyikia kule visiwani Zanzibar. Mwamuzi wakati ni Nasoro Mwinchui kutokea kule Tanga, lakini pia mwamuzi msaidizi Kasimu Mpanga wa Dar es Salaam, lakini pia mwamuzi msaidizi nambari 2 ni Hamdan Saidi wa Mtwara, lakini mwamuzi wa akiba ni Ramadhan Kayoko, yeye anatokea hapa Dar es Salaam, lakini mtasmini waamuzi anaitwa Israeli Mjuni wa Dar es Salaam. Hiyo ndiyo cabinet ya waamuzi ambao inaenda kusimamia mchezo wa Kariakoo dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Sasa baada ya shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania TFF kutoa waamuzi hao ama kutoa majina ambayo yatakayoenda kusimamia mchezo huo wa Kariakoo dabi, watu wengi wamekuwa na maoni yao tofauti. Wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba shirikisho la mpira wetu wa miguu nchini kwetu Tanzania pamoja na vilabu mbalimbali waliweza kukubaliana kwamba dabi ya Kariakoo itasimamiwa na waamuzi kutokea nje ya mipaka ya Tanzania, kutokana na kile ambacho waamuzi wetu hapa ndani wamekuwa wakishtumiwa sana kuhusiana na maamuzi waliokuwa wanayafanya katika michezo hii ya dabi ya Kariakoo. Lakini safari hii shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania wameona isiwe tabu, waamuzi wetu wa ndani wanatakiwa wasimamie michezo yetu ya ndani ama wasimamie dabi yetu, kwa sababu wakifanya vizuri katika hiyo dabi ndio kigezo cha wao kuonekana katika michezo mbalimbali, katika michuano ile ya Afcon, lakini michuano ya CHAN na michuano mikubwa zaidi ambayo inakuwa inaendelea ya Afrika ambayo inasimamiwa na CAF. Hivyo basi shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania wameamua bwana kumpa dhamana bwana Nasoro Mwinchui kutokea kule Tanga kuwa ndiye atakayeenda kusimamia sheria 17 za soka, lakini pia anaweza kwenda kusimamia dakika 90 kati ya Young Africans lakini pia na Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali, yeye mwenyewe anasema Simba wanaenjoy zaidi michezo mikubwa, michezo kama hii ya dabi. Kwa wao wanafurahia kwa sababu kikosi chao wana kikosi kilichokuwa bora na kikosi kilichokuwa imara kweli. Lakini siku ya jana katika zile video ambazo zilikuwa zinaendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii ziliweza kumuonyesha nyota wa Young Africans, hapa namzungumzia Pacome Zouzoua, akionyesha ile ishara ya kuchinja pindi timu yake ilipokuwa inatoka Dar es Salaam kuelekea kule Zanzibar. Kipande kile cha Pacome kiliweza kuibua hisia nyingi za mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania, na watu wakasema kwamba kuelekea katika dabi hiyo ya Kariakoo kutakuwa na kazi kweli, kwa sababu katika mchezo ya nyuma Pacome Zouzoua kuelekea katika mchezo wa dabi alishawahi kufanya kitu kama kile pale na mnyama Simba akachezea kichapo kweli. Je, safari hii kile ambacho alichokionyesha Pacome katika ile video ambayo inasambaa mtandaoni kwamba litaenda kufa jitu, alama ya kuchinja, je, ni kweli mnyama Simba anaweza kupoteza mchezo? Tusubiri na kuona, kwa sababu kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa kinaonekana wakijiandaa vizuri, wakijiandaa sawa. Katika michezo 6 mfululizo mnyama Simba amekuwa akipoteza mbele ya Young Africans. Je, safari hii mnyama Simba anaweza kwenda kufuta uteja mbele ya Young Africans? Tusubiri na kuona, kwa sababu
sababu mwalimu Steven Becker anaendelea kukifua kikosi cha Simba licha ya mchezo wa nyuma wa ligi kuu Tanzania bara, mnyama Simba kutoa suruhu bila kufungana dhidi ya Dodoma Jiji. Mashabiki wa Simba wapo ambao wana imani kwamba kikosi chao wataenda kuhakikisha wanaipambania nembo ya jezi yao na kuweza kuondoka na alama 3 muhimu kule visiwani Zanzibar. Tusubiri na kuona, lakini waamuzi wa kati ama Pirato atakayeenda kusimamia mchezo huo tayari ameshajulikana kutokea kule Tanga, Nasoro Mwinchui. Lakini kuna baadhi ya wadau hapa wana maoni yao kuhusiana na kile ambacho kimetangazwa na shirikisho la soka hapa nchini kwetu Tanzania. Huyu hapa anaitwa Jojo Lito, yeye ameandika bila shaka wamechagua wenyewe, akaeka na emoji ya kucheka. Madata Official ameandika hakuna mwamuzi hapo, tutapiga bure. Huyu hapa ameandika yani kama akijatokea kama kilichotokea kule Senegal, sijui nyie leteni masihara. Yes, hayo ndio maoni yake. Mzee wa Jambia yeye hapa ameandika mtume. Huyu ni mchambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania, ameandika mtume na kuweka emoji za kucheka na kunyoosha mikono juu. David Kampista, mchambuzi wa soka hapa nchini kwetu Tanzania, na yeye hapa ameandika mtume kwa kumaanisha yani kana kwamba ameshtuka ama nini kimemshtua mpaka ameandika mtume. Magic yeye ameandika hatimaye Simba afuta uteja kwa Young Africans, huku mbele akaweka kimoji cha kucheka. Huyu anaitwa Fumau Mshaili, yeye ameweka hapa emoji za kucheka cheka. Francis yeye ameandika buzz wamekwisha. Huyu ameandika all the best, Yanga ni bingwa. Huyu anakwambia anaitwa David Pasco, yeye ameweka emoji za kucheka cheka na leo ameandika leo kazi ipo. Huyu hapa ameandika chezeni mpira, acheni kelele eti Mwinchui ni Yanga. Kwa hiyo nani achezeshe sasa? Maana kila mtu hapa nchini ni shabiki wa Simba au Yanga. Kwani mkifunga goli halali atalikataa kisa yeye ni Yanga? Acheni imani za kishamba. Mpira huchezwa hadharani, sio chumbani. Hayo ndiyo alikuwa maoni ya Juma. Yeye aliweza kuandika maneno kama hayo na kusema kwamba mtu yoyote atakayejiandaa vizuri ndani ya dakika 90 basi anaweza kuondoka na matokeo, kwa sababu mwamuzi, mtu yoyote atakayefunga goli halali basi mwamuzi anaweza akampatia goli lake. Hakuna mwamuzi ambaye anaweza kulikataa goli halali kisa tu yeye ana mahaba na timu fulani ama anamuonea mtu fulani. Yoyote yule atakayejiandaa vizuri basi yeye anaweza kuondoka na matokeo. Lakini ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Young Africans, wenyewe wamekuwa na imani na timu yao, wanaamini kwamba timu yao inaenda kumshona magoli mengi. Simba Sports Club ama mnyama ataenda kupasuka kule visiwani Zanzibar kutokana na kile ambacho walichokifanya Young Africans katika mchezo wao wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania, na Young Africans akaondoka na alama 3 pamoja na mabao 5 katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, ambao mchezo wa mwisho Young Africans aliondoka na alama zote 3 huku mnyama Simba akiondoka na alama 1. Mimi ni Mwanaisha Lukali, unaweza ukaniita Beki Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati.